Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali aina yoyote. Kuna watu wengi wamekuwa wakiteseka na tatizo la PID. PID ni ugonjwa ambao umekuwa ni changamoto na tunaweza kusema ni kama janga sasa kwa wakina mama, ni kwa sababu pengine ya mfumo wa tatizo hili linapopatikana, na ndio maana imeweza kufikisha kuwa kama janga kwa watu mbalimbali. Labda tukumbushe kidogo, kwa nini mtu anapata PID? PID unaweza ukaipata kutokana na kuishi na maradhi kama ya zinaa kwa muda mrefu, fungus na UTI kwa muda mrefu, au umekuwa ukitibu UTI au fungus inatibu inapona kidogo, au inatulia inajirudia, au unatumia dawa hizi za kizungu, tatizo linapoa linatulia, baadaye linajirudia tena. Sasa kitendo cha kukaa na bakteria na kutulia na kujirudia mara kwa mara, mwisho wa siku sasa hawa bakteria ambao wanakuwa katika mzunguko wako sehemu ya kizazi, mwisho wa siku wanapenya na kuingia kwenye milija ya uzazi. Sasa hawa bakteria wa fungus au wa PID wanapoingia kwenye milija ya kizazi, ndipo unapotambulika una tatizo la PID, maana milija ya uzazi inavimba, wengine wanaita uvimbe maji. Kwa hiyo hii ni tatizo la kuishi na maradhi ya UTI na fungus kwa muda mrefu bila kuyatibu, ama umekuwa ukiyatibu sehemu yanatulia na baadaye yanajirudia. Kwa hiyo ufahamu kwamba kuishi na ugonjwa kwa mazingira yale au mazoea yale yanaweza kukufikisha hawa bakteria wakaingia kwenye milija ya uzazi, na ukishaingia kwenye milija ya uzazi, maana yake milija ya uzazi inavimba, inajaa maji. Unajuaje sasa kama mimi nina tatizo la PID? Kuna baadhi ya dalili ambazo tunaweza kuzielezea ambazo unaweza ukahisi kabisa mimi niko na tatizo la PID. Dalili mojawapo ni kama vile mtu unapokuwa na mwenzi wako, unakuwa kwenye tendo la ndoa, unasikia maumivu makali sana wakati wa tendo la ndoa, au wakati mwingine unakuwa unatokwa na uchafu mweupe, ama uchafu huu unakuwa umechanganyika kama damu kama brown kidogo, au kama damu kidogo, au unakuwa mwepesi. Yote haya ni dalili za mtu akiwa na PID, kwa sababu ujue kwamba unapokuwa na fungus unakuwa na dalili kama hizi za mwenye PID, kwa sababu bakteria hawa wa fungus wakiingia kwenye milija ya uzazi, ndio wale wengine wanakuwa wamebaki katika sehemu ya kizazi, sehemu ya mwanamke, sehemu yako. Kwa hiyo sasa wanakuwa wengine kwa ndani, wengine kama sehemu kama tuseme kama chumba la sebule. Kwa hiyo unakuwa dalili za mtu mwenye fungus na dalili za mtu mwenye PID zinafanana kabisa vile vile: kuwashwa sehemu za siri, maumivu wakati wa tendo la ndoa, kutokwa na uchafu sehemu za siri. Lakini kinachokuja kingine kuongezeka unapokuwa na PID ni ile milija ya uzazi inapokuwa imevimba, unakuwa unasikia maumivu aidha upande mmoja wa kushoto au upande wa kulia, au pande zote mbili unakuwa unasikia maumivu kuzunguka na hiki kiuno chako, unakuwa unasikia maumivu. Hii ni kwa sababu ile milija inakuwa imevimba. Au kingine unakuja kubainika ni tofauti na fungus. Unapokuwa na PID, zile siku zako za period unaweza kuwa unatoka mabonge siku ya kwanza, baadaye unaweza kutoka kidogo kidogo, au wakati wa period unakuwa unatoka damu kidogo kidogo sana, tofauti na ile period ya kawaida unatoka damu kidogo kidogo sana, sio nyingi tena, kwa kidogo. Au wakati mwingine kufika hatua hata ile period unakuwa hauioni kabisa, unaweza kukaa miezi miwili, miezi mitatu, ndio unakuja kuona siku, au mwezi mzima, au kwa mwezi unakuja kuona mara mbili. Kwa hiyo yote hii unaweza kubaini kama kuna tofauti kama hapa kwamba mimi nina tatizo la PID. Lakini kingine, mtu mwenye PID pia hormone imbalance zake hazikai vizuri, hormone zake haziko vizuri. Unakuta pengine ya kiume imezidi zaidi kuliko ya kike, na ndio maana hata siku zako za hedhi zinakuwa haziwezi kukaa vizuri. Lakini ufahamu pia kwamba unapokaa na ugonjwa wa PID kwa muda mrefu bila kuutibu, una athari kubwa. Ukiondoa athari ya kwamba kana PID inaweza kusababisha kupata saratani ya shingo ya kizazi, kwa maana ya kansa ya kizazi. Lakini ujue kwamba unapokaa na ugonjwa wa PID ni vigumu sana kubeba mimba. Kwa sababu gani? Kwa sababu milija yako ya uzazi inakuwa affected, imekuwa imeziba. Kwa hiyo huwezi kubeba mimba, na hata kama ikitokea umebeba mimba, manake mimba inatunga nje ya mfuko wa uzazi, na hata mimba hiyo haiwezi kukaa, baada ya muda tu itatoka, au lazima utolewe. Sasa tukushauri, achana na kuishi maisha ya mazoea.
tunakushauri utumie dawa yetu ya Lonzwe. Dawa hii ya Lonzwe ni dawa ambayo imeonyesha mafanikio makubwa kabisa kwa watu wenye changamoto ya PID. Ukitumia dawa hii tunakuhakikishia kabisa kwamba ni lazima tatizo litaisha. Tumia dawa hii, nenda kapima hospitali yoyote, hautokuwa na changamoto hiyo. Lakini nje ya hilo, hata kama ulishindwa kupata mtoto kwa miaka mingi kwa sababu ya changamoto ya PID, ukitumia dawa yetu hii ya Lonzwe, tunakuhakikishia kwamba lazima utabeba mimba. Tuna shuhuda za watu wengi sana ambao walikata tamaa. Tuna shuhuda ya watu wengi waliachika kwenye miji yao. Tuna shuhuda za watu wengi walizalika na waume zao kwa sababu ya kuwa na tatizo la PID, wametembea muda mrefu wakashindwa kupata mtoto. Lakini tuna shuhuda ya ndoa nyingi zimeshindwa kufungwa kwa sababu ya kushindwa kubeba mimba. Unakuta kwamba mtu ameahidi kwamba ukishabeba mimba sasa ndio tuanze process ya kufunga ndoa. Sasa unajikuta mwaka wa pili, mwaka wa tatu mimba ni historia kwako. Kumbe ni kwa sababu ya uvimbe kwenye mirija ya uzazi wa PID. Na umekuwa ukihangaika kwenye hospitali mengi, lakini tatizo lako limebaki pale pale, ni kwa sababu ya changamoto. Tukushauri, kama ni wewe, ni ndugu yako, ni rafiki yako ameteseka na tatizo la PID, yawezekana ni dada yako, yawezekana ni mke wako, yawezekana ni ndugu yako ambaye una taarifa zake, mshauri kituo sahihi cha tiba asili kwa Tanzania ni Song'wa Traditional Clinic. Hutopata sehemu nyingine ambayo yenye kukuhakikishia uhakika wa tiba hii zaidi ya Song'wa Traditional Clinic. Na sisi tumesambaa karibu nchi nzima, na hii ni kutokana na namna gani tunavyoaminika kwenye jamii juu ya kusaidia watu. Na sisi tunafanya kazi kwa niaba ya kila mmoja aone kwamba ana thamani katika maisha yake katika ulimwengu huu. Ni wapi utatupata? Song'wa Traditional Clinic tuko mkoani Kilimanjaro, Moshi, maeneo ya Kibosho Road. Lakini pia tunapatikana Arusha, maeneo ya Ola City. Lakini tunapatikana Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi Mwisho, stendi ya Magufuli, nyuma kidogo kwenye roundabout ya Goba ilipokuwa stendi ya daladala zamani. Ukifika maeneo, ukipiga simu utapokelewa, tuko mbali pale. Lakini pia tunapatikana mkoa wa Morogoro, tunapatikana Morogoro, tunapatikana Dodoma, tunapatikana maeneo ya Mwanza, Buzuruga, karibu na shule ya msingi Buzuruga. Lakini pia tunapatikana mkoa wa Shinyanga, maeneo ya Kahama. Lakini tunapatikana mkoa wa Simiyu, maeneo ya Maswa, Mnadani B maarufu Marifonsi. Tunapatikana Morogoro, Iringa, tunapatikana Songea, tunapatikana Mbeya, maeneo ya Nzove karibu na Suma JKT. Kwa ujumla tumetapakaa sehemu nyingi kwa Tanzania. Tuna vituo vyetu maeneo yote hayo. Mtandao ya kijamii andika Song'wa Traditional Clinic, lakini pia kwenye YouTube andika Damaki TV, Instagram andika Song'wa Traditional, lakini website andika www.damakiheboclinic.com. Afya yako jukumu letu.